Naam, mimi swali langu lipo hapa. Serikali ni mmoja katika wadau ama mdau wa uchaguzi, lakini katika kanuni ambazo tunazijadili hapa nayo imepatiwa uwajibu wa kutoa usawa kwa vyama vya siasa na wagombea. Sasa najaribu kutafakari hapa na kujiuliza maswali lakini sipati majawabu, kwamba vipi huyu mdau naye pia akapatiwa nafasi ya kusimamia wenzake ndani ya kanuni hizi, wakati tume huru ya uchaguzi imekuja kwa ajili ya kuweka usawa na kwa sababu kwa mfano serikali inatakiwa isimamie ama itoe usawa katika utumizi wa vyombo vya habari au kutoingilia mikutano pasivyo halali na vitu kama hivyo. Sasa kama serikali inatafsiri, kwa sababu serikali ni serikali na uchaguzi ni uchaguzi, ni vitu vile tofauti kwa ufahamu wangu. Sasa kama serikali inatafsiri tofauti kwenye jambo hili, vyama vya siasa bado vitakuwa vinaendelea na kilio kile kile kwamba ule usawa, uhuru na haki bado upatikani? Ndio, kwa upande mmoja ni sawa, swali zuri. Lakini niseme kwamba kama nilivyosema awali, serikali haisimami, lazima iendelee kuwepo. Lakini nafikiri tunavyotafsiri serikali kwa muktadha wa uchaguzi, tuangalie makundi mawili. Moja, kuna serikali ambayo tuseme viongozi wa serikali ambao wanatokana na mchakato wa uchaguzi wa kisiasa, rais, mawaziri na wengine wanaochaguliwa na madiwani. Lakini pili, kuna watumishi wa umma wa serikali ambao wao hawatokani na mchakato huo wa uchaguzi. Sasa nafikiri kanuni zinaangalia pande zote mbili. Hawa wa siasa wasitumie nafasi yao kwa ajili ya kujinufaisha kufanya kampeni. Lakini hawa ambao sasa sio zao hili la uchaguzi, wao wanatakiwa tuseme wahakikishe kunakuwa kuna usawa kwenye uchaguzi. Na najua ni kwa nchi yetu kidogo kutokana labda na historia, muda mwingine inakuwa ni inaleta ukakasi kidogo. Lakini nadhani ndio maana kanuni zinasema kwamba kama chama cha siasa, mgombea, wanaona kwamba serikali haijatimiza wajibu wake, wana haki ya kwenda kulalamika au kufungua kesi ya uchaguzi. Na nadhani hili limewekwa maalum kwa ajili ya kushughulika na mazingira kama hayo. Sababu najua ni kwa Kiingereza ni labda kuna delicate balance sana hapo kati ya huyu serikali na hivi vyama vingine vya siasa. Na nafikiri nchi zote duniani viongozi wanaendelea kuwepo kipindi cha mchakato wa uchaguzi, lakini kinachopaswa kuwepo ni kuhakikisha kwamba hawa hawatumii mamlaka yao kunyanyasa hao wengine na kunakuwa na usawa. Samani nikazie tena katika swali hilo. Huku chini tunaona kwamba kuna kanuni inayosema labda ikiwa kutakuwa na mtafaruku, mgongano wowote, basi katika ngazi ya kata, jimbo na kuendelea, mnaweza mkasuluhishana kule kabla hujafika mahakamani, sio? Lakini kwa sababu sisi hatuishi ndani ya earth peke yetu, yani tumepakana na nchi jirani, tumeweza kushuhudia baadhi ya nchi jirani zikiingia katika mizozo mikubwa sana, especially pale ambapo matokeo yametoka, mtu akakata rufaa na akafuata ngazi hizo hadi akafika katika mahakama za juu, lakini bado kukaonekana kwamba hakupata haki. Je, hizi kanuni ya matume inaliangalia vipi hizi? Kwanza kanuni zimetoa huo utaratibu wa kushughulika na uvunjifu wa haya maadili kama nilivyosema hizo kamati, lakini pia tunapaswa unaposhughulikia mgogoro ya uchaguzi lazima usome sheria ya uchaguzi namba 1 ya 2024 pamoja na katiba, ambazo zinatoa haki kwa wagombea ambao wanaona wameonewa kwenda mahakamani kufungua kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Sasa, hata kama bado hawana imani na hiyo mahakama. Sasa mfumo wa haki uko hivyo kwamba unatakiwa uende mahakamani. Na nje ya mahakama hakuna mfumo mwingine, labda mfumo mwingine nyewe kujadili.